Mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara siku ya hii leo kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans wanashuka dimbani pale mkoani Manyara kupambana na Fountain Gate, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambapo tunafahamu kwa upande wa klabu ya Yanga wanaendelea kupambania ubingwa ligi kuu Tanzania bara ili waendelee kujiweka kileleni. Sasa tayari kwa upande wa kocha mkuu Milodi Hamdi ameandaa jeshi lake ambalo litakwenda kupambana moja kwa moja dhidi ya Fountain Gate hapo baadaye. Na kabla sija kwenda kukutajia kikosi hapa ni kukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe basi ni kuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu sana tuweze kuangazia taarifa hii kiundani kwa kutazama kikosi cha Yanga ambacho kinaanza moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huu hapo baadaye. Kwa upande wa kocha Milodi Hamdi kwenye mchezo wa siku hii leo amekuja na mfumo wake ambao mara zote amekuwa akitumia, mfumo wa 4-2-3-1. Kwenye upande wa golini yupo Djigui Diarra. Tunafahamu kwa upande wa Djigui Diarra ni kipa ambaye ana uzoefu mkubwa na uelewa wa nafasi, lakini pia tunajua ana uwezo mzuri wa kusambaza mipira hususan kwa pasi fupi kwenda kwa mabeki wake. Na ukizingatia kwa upande wa kocha Milodi Hamdi, yeye anapendelea zaidi kuanzisha mashambulizi, yani mashambulizi yaanzie kwenye eneo la golikipa, na ndivyo ambavyo kwa upande wa golikipa Djigui Diarra ana sifa hiyo. Lakini pia kwenye eneo la beki wa pembeni kulia yupo Israel Patrick Mwenda. Baada ya mechi kadhaa kuto kuwepo ama kuto kucheza kwa upande wa Milodi Hamdi ameona sasa ni wakati pia wa Israel Patrick Mwenda kurejea ndani ya kikosi cha kwanza. Kwa upande wa Mwenda tunafahamu ni beki mwenye kasi, lakini pia ana uwezo wa kushambulia, kupanda na kushuka mara kwa mara ili kuongeza pia wigo la washambulizi ya watu ambao wanashambulia. Lakini pia tunafahamu ana jukumu la kutoa cross huku akiwa makini zaidi kurudi kujirinda. Anaendana na mfumo wa kocha ambapo anahitaji zaidi mabeki ambao wana uwezo mzuri wa kushambulia. Lakini pia kwa upande wa Shadrack Boka yeye atasimama kwenye upande wa beki ya kushoto kama ilivyo kwa upande wa Israel Patrick Mwenda. Boka kwenye eneo la pembeni kushoto atakuwa pia na jukumu la kusapoti kwenye eneo la mbele. Tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na uwezo mzuri wa kupiga cross na amekuwa akifika kwenye eneo la mbele kwa haraka zaidi kwa ajili ya kuongeza pressure zaidi kwa mabeki ambao wanacheza kwenye eneo la kulia kwa timu pinzani. Lakini pia mabeki wa katikati yupo Ibrahim Baka. Kwa upande wa Ibrahim Baka, yeye ndiye ambaye anaongoza safu ya ulinzi kwenye eneo la katikati. Tunafahamu ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kupiga tackling, lakini pia amekuwa ni beki ambaye ni mtulivu mara zote kwa namna ambavyo amekuwa anacheza. Lakini pia hatakuwa peke yake kwenye eneo hilo, atasaidiana na nahodha wa mchezo Dickson Job. Tunafahamu kwa upande wa Dickson Job, yeye kwa upande wake ana nidhamu nzuri na ana uwezo mzuri wa kuweza kuzuia mashambulizi kwa upande wa mpinzani. Lakini pia anacheza kama mlinzi wa mwisho huku akihakikisha pengo halipatikani kwenye eneo la nyuma. Lakini pia ana jukumu la kupanga mstari wa mabeki ili kuzingatia mpango wa kocha namna ambavyo amekuwa anapangilia. Lakini pia kwenye eneo la viungo wawili yupo Mudathiri Yahya. Kwa upande wa Mudathiri, yeye tunafahamu atakuwa na jukumu la kuharibu mipango ya wapinzani, lakini pia ni mchezaji anayetoa usalama kwa upande wa mabeki kulingana na namna ambavyo amekuwa anacheza kwa siku za hivi karibuni na mwalimu Milodi Hamdi, namna ambavyo anamtumia kwa mechi baada ya Khalid Aucho kupata na majeraha. Wakati huo pia Duke Abuya atakuwepo kwenye eneo hilo. Tunafahamu kwa upande wa Duke, yeye amekuwa ni mchezaji mzuri ambaye anabaki kwenye eneo la jumla, lakini pia ana uwezo wa kusogea mbele, lakini pia ana uwezo wa kupiga mashuti ya mbali licha tangu kutua ndani ya klabu ya Yanga hajafungapo goli la mbali, lakini amekuwa ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kupiga mashuti. Wakati huo kwenye eneo la kiungo mshambuliaji atasimama Stefan Aziz Ki. Moyo wa mashambulizi kwa upande wa klabu ya Yanga ni Stefan Aziz Ki. Kwa upande wake ana jukumu la kuunganisha mipira kutoka kwenye eneo la katikati kwenda kwa winga ama mshambuliaji wa kati. Tunafahamu ana ubunifu mzuri wa kupiga pasi za mwisho, lakini pia ana uwezo wa kupiga mashuti kutoka nje ya box. Lakini pia ni mchezaji ambaye yeye atakuwa yuko free kulingana na aina ya mfumo ambao Milodi Hamdi amekuja nao. Wakati huo pia kwenye eneo la winga wa kulia atacheza Maxine Zengeli. Kwa upande wa Maxine Zengeli tunafahamu atakuwa akitumika kama winga asilia ambaye mara nyingi amekuwa anacheza kwa kutanua uwanja, lakini pia ana kasi na ana uwezo wa kutoka mabeki na ana uwezo wa kupiga pasi fupi. Kwa upande wa Zengeli atakuwa akishambulia, lakini pia kurudi kusaidiana na beki Israel Patrick Mwenda. Wakati huo kwenye eneo la winga ya kushoto atacheza Kratos Chota Chama. Tunafahamu licha ya Kratos Chota Chama kucheza kama winga, mara nyingi yeye huingia kwenye eneo la katikati kwa ajili ya kufanikisha mashambulizi kwenye eneo la ndani. Hii tunasema kwamba ni vet winga, lakini pia ana ubunifu mkubwa wa uwezo kupiga pasi za mwisho, lakini pia ana uwezo mzuri wa kuweza kufunga. Kwa hiyo
kwa upande wa Melody Hamdi atakuwa akipata faida hiyo. Lakini pia mshambuliaji wa mwisho ni Prince Dube. Tunafahamu yeye ndiye mshambuliaji wa mwisho, lakini ana uwezo wa kutembea maeneo tofauti tofauti na kukaa kwenye nafasi ambazo ni muhimu. Kwenye mechi hii kwa upande wa Mwalimu Melody Hamdi tayari ana viungo wengi ambao wanatengeneza nafasi, lakini ya maana kwamba Prince Dube anatakiwa kusimama tu kwenye eneo la katikati ili aweze kupokea pasi na kuweza